Kingdom Revival Outreach ni huduma iliyojikita katika kuleta uamsho wa ufalme wa Mungu katika kila nyanja ya maisha. Tumetumwa kuamsha watu kuishi katika uzima wa Mungu, yani Zoe. Kama Yohana 10:10 inavyosema, nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Hivyo tunaamini katika maisha ya ushindi, yani ya kifalme, dhidi ya dhambi, magonjwa, umasikini na kila uchafu wa dunia hii, kwa jina la Yesu Kristo, ikiongozwa na watumishi wa Mungu Sefoni na Agnes Sospita. Kingdom Revival Outreach ni chombo cha uamsho mkubwa wa Roho Mtakatifu hapa duniani. Miongoni mwa utakayojifunza katika somo hili: kanisa limejengwa wapi? Kanisa limejengwa juu ya mwamba. Huo mwamba ni nini? Watu wengine wamekuwa wakisema huo mwamba ni Petro, huo mwamba sijui ni nani. Yesu amwongelei Petro kwamba Petro ndio mwamba, no. Mwamba kwa sababu Petro ni Petros, ni kajiwe kadogo. Alivyosema juu ya mwamba huu, alimaanisha, alibadilisha lugha akasema juu ya Petra, juu ya Petra hii au juu ya Petra huu nitaijenga kanisa langu. Kwa hiyo ule mwamba ni Petra ambao ni Yesu mwenyewe. Milango ya kuzimu haitalishinda hili kanisa. Karibu. Tunamtukuza sana mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu, kwa neema yake ametupatia hii. Asante sana kwa kujiunga nasi. Kama ndo unajiunga nasi kwa mara ya kwanza, vipindi vyetu ni vingi. Nenda ka subscribe YouTube, tufuatilie kwenye page zetu Facebook, WhatsApp, TikTok, everywhere. Maeneo mengi tupo. Kwa hivyo na details zitaonekana hapo kwenye kio. Mungu akubariki sana. Na sisi ni neno, ni neno, ni neno. Ni uamsho, ni uamsho, ni uamsho. Ni ufalme wa Mungu, ufalme wa Mungu. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Sehemu yetu ya kwanza ya somo letu tuliangalia sana juu ya maana halisi ambayo Bwana Yesu alimaanisha ya kusema na juu ya mwamba huu. Na kwenye sehemu ya pili hii tunaenda kuendelea kuingia ndani zaidi, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Kwa tuliangalia ile mwamba ni nini, nataka tuangalie sasa siri ya huo mwamba ni nini, na kanisa limejengwa kwenye mwamba huo ambao ni Kristo mwenyewe. Kaipate sehemu ya kwanza ya somo letu, sitarudia sana. Sasa nitarudia tena kitabu cha Mathayo 16. Mathayo 16 kuanzia mstari wa 13. Basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, akawauliza wanafunzi wake akisema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema, wengine hunena huyu Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia au mmojawapo wa manabii. Akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Simoni, mstari wa 16, Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo. Angalia vizuri, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simon Bar-Yona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakuambia wewe ndiye Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda kanisa. Sasa nataka tuingie ndani kidogo katika sehemu yetu hii ya pili na ya mwisho ya somo hili. Nataka uone vizuri. Kwanza Bwana Yesu alisema mwili na damu havikukufunulia. It means ushindi wa kanisa umefungwa kwenye kufunuliwa siri ya Kristo. Kwa sababu Yesu Kristo ndio mwamba, ndio mwamba ambao kanisa limejengwa. Na ili shetani asilishinde kanisa, lazima kanisa litembee katika hii siri. Ndio maana Petro akasema hivi, wewe ni Kristo mwana wa Mungu. Sasa nisikilize vizuri. Yesu, ili swali lilikuwa very technical. Bwana Yesu aliuliza, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Kumbuka Yesu alikuja katika picha mbili. Alikuja kama mwana wa Adamu na alikuja kama mwana wa Mungu. Nisikilize vizuri. Sasa Yesu aliuliza hili swali kitekniko. Aliuliza kutoka kwenye muktadha wa wanadamu wake. Akauliza, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Sasa ngoja nikusomee kitabu cha Warumi hapa kuonyeshe vizuri. Warumi
Warumi sura ya kwanza tu. Warumi sura ya kwanza kuanzia mstari wa kwanza. Paulo, mtumwa wa Kristo Yesu, aliyeitwa kuwa mtume na kutengwa aihubiri Injili ya Mungu, ambayo Mungu amekwisha kuiahidi kwa kinywa cha manabii wake katika maandiko matakatifu. Yaani, umeona hii Injili ni nini? Yaani habari za mwanawe aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili. Umeona habari za mwanawe, yani Yesu Kristo aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili, na kudhihirishwa kwa uweza kuwa mwana wa Mungu kwa jinsi ya Roho ya utakatifu kwa ufufuo wa wafu, Yesu Kristo Bwana wetu. Haleluya! Angalia vizuri. Kwa Yesu Kristo alikuwa katika teknolojia mbili, 2 in 1. Kwa jinsi ya mwili alikuwa mwana wa Adam au mwana wa Daudi, au alizaliwa katika ukoo wa Daudi, lakini kwa jinsi ya Roho ni mwana wa Mungu kupitia kufufuka kwa wafu. Sasa lili swali aliliuliza kiteknik, aliuliza watu wanamchukuliaje mtu huyu, wanalichukuliaje ili kava wanaloliona. Narudia tena, nafundisha siri ya Biblia inavyosema kwamba katika mwamba huu juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Huo mwamba ni siri iliyofichwa kabla ya misingi ya dunia. Kwa nini shetani haliwezi kanisa? Kwa nini shetani haliwezi kanisa? Ni kwa sababu limejengwa juu ya siri hii inaitwa Kristo. Kristo ni siri iliyokuwa imefichwa. Kristo ni siri iliyokuwa imefichwa. Kwa sasa Yesu akauliza, watu wanalisemaje ili kasha ambao waliona kwa nje linatembea kutoka Nazareti kwenda Kapernaumu nini? Watu wanasemaje kuhusu mwana wa Adamu? Alitumia neno mwana wa Adamu. Sasa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu. Manake Petro aliingia kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akafunuliwa kwamba huyu si mwili kama mnavyomuona, huyu ni Mungu aliyefanyika mwili. Ndio maana kitabu cha Yohana sura ya kwanza Biblia inasema hivi, neno alifanyika mwili nasi tukauona utukufu wake. Utukufu kama wa mwana pekee wa Mungu, nasi tukauona utukufu wake. Angalia vizuri, nasi tukauona neno alifanyika mwili. Kule juu alianza kuongelea standard za neno kabla alijaja kuwa mwili. Akaongea akasema neno liliumba kila kitu. Hakuna ambacho kilifanyika duniani pasipo hilo neno. Hakuna ambacho kiliumbwa pasipo hilo neno. Neno liliumba kila kitu. Neno ndio nuru ya ulimwengu. Lakini neno akaja kwa walio wake hawakumpokea. Alafu akasema neno akafanyika mwili nasi tukauona utukufu wake. Wanapenda kusema utukufu wa chungwa haupo kwenye lile ganda, upo ndani. Kwa hiyo ukishia kuona ganda ukalidharau ukalicheka, hautapata utamu wa chungwa kwa sababu umelidharau ganda. Kwa hiyo Yesu Kristo aliuliza hili swali, watu wanamnena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Aliwatega mtego fulani, yani kwamba katika wanadamu wangu watu wananena mimi ni nani? Sasa Petro akaingia deep kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Akasema katika wanadamu wako, wewe sio mwanadamu. Wewe ni Mungu aliyefanyika mwili. Wewe ni Mungu mtu. Sasa hapa naenda kufunulia siri kubwa sana. Na ndio maana Yesu akasema na juu ya mwamba huu ambao ni mimi sasa, ambao ni Kristo sasa, milango ya kuzimu haitalishinda kanisa. Kwa sababu mimi ni Mungu niliyefanyika mwili. Kristo, naenda kufunulia siri ya Kristo. Ndio maana Bwana Yesu akamwambia Petro hapa kwamba mwili na damu havikukufunulia hili. Kwa sababu gani? Siri ya Kristo iko juu zaidi ya standard za mwili na damu. Nilikwambia mwili una maono yake, unaona maono, una hisia, una vitu gani. Mwili ni dimension, ni ulimwengu fulani. Akasema hivi, ulimwengu wa mwili na damu havikukufunulia hii siri. Hii ni siri kwa sababu hii siri hata shetani haijui, hata malaika hawaijui. Hii ni siri ambayo imekuja duniani kwa mara ya kwanza, kwamba Mungu amefanyika mtu. Mungu amefanyika mtu. Tunajifunza kuhusu juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Tunaenda deep sasa. Mungu kufanyika mtu ndiyo siri ambayo imelijenga kanisa la Mungu mpaka sasa. Shetani hauliwezi. Narudia tena, maana ya neno Kristo, maana ya neno mwana wa Mungu ni Mungu aliyefanyika mwili. Mungu aliyefanyika mwili au Mungu katika mwili. Maana ya neno Kristo ni Mungu katika mwili. Kristo ni Masihi,
ni mpakwa mafuta. Okay, Daudi alipakwa mafuta, kwa nini hakuwa Masihi? Samueli alipakwa mafuta, kwa nini hakuwa Masihi, hakuwa Kristo? Mitume na manabii mbalimbali huko nyuma na wafalme walipakwa mafuta, kwa nini hawakuwa Kristo? Kwa sababu ya ili andiko la Yohana. Ngoja nikufunulie. Wakina Daudi wote walipakwa mafuta, kwa nini hawakuwa Kristo? Kwa nini Kristo? Watu wengi wanajua tu maana neno Kristo ni mpakwa mafuta. Kama ni mpakwa mafuta tu, kama utaishia kwenye hiyo definition, ni definition ya kindergarten, ni definition ya kuanza kujifunza kuhusu vitu vya kiutu uzima katika ulimwengu wa roho. Kristo ni zaidi ya mpakwa mafuta. Yaani ni mpakwa mafuta. Sasa tunaposema mpakwa mafuta maana yake nini sasa kwa Kristo? Tunakuja sasa hapa. Yohana sura ya 3. Fungua kitabu cha Yohana sura ya 3. Yohana sura ya 3. Yohana sura ya 3. Mstari wa 34. Biblia inasema, kwa kuwa yeye aliyetumwa na Mungu huyanena maneno ya Mungu, kwa sababu hamtoi roho kwa kipimo. Yesu alikuwa ni Masihi au alikuwa ni Kristo kwa sababu alikuwa na Roho Mtakatifu bila kipimo. Kwa sababu alikuwa na, ukiwa na Roho Mtakatifu bila kipimo, maana yake Mungu kamili yuko ndani yako. Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha Wakolosai. Kitabu cha Wakolosai sura ya 1 mstari wa 19. Kolosai 1:19. Biblia inasema, kwa kuwa katika yeye ilipendeza utimilifu wote ukae. Na Wakolosai 2:9. Biblia inasema, maana katika yeye, yani Kristo, unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili. Kwa jinsi ya kimwili. Kwa Yesu ni Kristo kwa sababu utimilifu wote wa Mungu uko ndani ya Kristo kwa jinsi ya kimwili. Yaani ukitaka umuone Mungu ulitakiwa muangalie tu Bwana Yesu ukimuona hivi. Kwa watu wengine wote waliona wakaona huyu ni mtoto wa seremala, huyu ni anarandaga tu mbao, huyu mdogo tumemwona tu anakuwa hapa. Kwa hiyo hawakuona utukufu wake. Yohana anasema hivi, neno alifanyika mwili nasi tukauona utukufu wake, kama utukufu wa mwana pekee wa Mungu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba utukufu ulikuwa umefungwa ndani ya rehousing, ndani ya ganda ili ambalo linaonekana kama limechakaa. Ndani hilo ganda linaitwa Yesu, lakini ndani roho ni Kristo. Kwa hivyo Petro kwa uwezo wa Roho Mtakatifu akafunuliwa kwamba wewe sio mtu uliyezaliwa Nazareti, wewe sio mtu mkazi mwa mahali fulani, wewe sio mtu kama sisi. No, wewe ni Mungu ambaye ni kamili, lakini umevaa mwili. Ndio maana ya neno Kristo sasa, au mwana wa Mungu. Neno maana ya mwana wa Mungu ni Mungu aliyevaa mwili, au Mungu kufanyika mwili. Ndio maana sisi tulipookoka tulipewa uwezo wa kufanyika wana. Ngoja nikusomee kitu kimoja hapa unielewe. Kwa jibu la Petro lilikuwa ni kwamba wewe ni Mungu mtu, au ni Mungu uliyevaa mwili wa mtu. Ndio maana akasema mwili na damu havikufunulia, kwa sababu watu wengi walikuwa na mtafsiri kutokana na utu. Walimfananisha na Elia. Elia alikuwa ni mtu, sio Mungu. Yeremia alikuwa ni mtu tu, sio Mungu. Na watu wengine wakamfananisha na hivyo. Lakini Petro akaingia kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akafunuliwa, akaona kwamba Yesu sio mtu kama sisi. Yesu ni Mungu aliyevaa mwili. Ndio maana neno Kristo, au ndio maana ya neno mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu maana yake ni Mungu aliyevaa mwili. Wewe sio mtu kama sisi. Wewe ulivyozaliwa siku ile ulizaliwa tu, ulipokea tu ulipokea tu ruhusa ya kupata mwili, lakini wewe ni roho ambao ni Mungu halisi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Nataka nikuonesha sasa kanisa limejengwa kwenye siri hii, siri ya Kristo. Huu ndio mwamba ambao umejenga kanisa, mwamba ambao ni Mungu ndani ya mwili wa mtu. Hii ndio siri ambao kanisa limejengwa. Hii ndio siri ambao kanisa limejengwa. Kanisa halijajengwa kwenye mchanga, halijajengwa kwa mtu, limejengwa kwa Mungu aliye ndani ya mwili wa mtu. Na ndio maana sisi tunapookoka tunafanyika wana wa Mungu, na sisi maana yake tunafanyika Mungu kuwa ndani yetu. Ndio maana Biblia inasema aliyeungwa na Bwana yu roho moja naye. Nisikize vizuri sana, kwamba aliyeungwa na Bwana yu roho moja naye. Sasa nataka nikusomee ile andiko, nataka nikusomee
uweze kuona uhalisia wa jinsi ambavyo Kristo ni Mungu. Yohana sura ya 5. Yohana sura ya 5. Yohana sura ya 5. Nitaanzia mstari wa 10. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamwambia yule aliyeponywa, leo ni Sabato. Yaani Bwana Yesu alimponya mtu fulani na ilikuwa siku ya Sabato. Kwa hiyo Wayahudi wakamuona wakamwambia, kwa nini umebeba godoro lako siku ya Sabato na nini? Kwa mstari wa 10 sasa hapa story inaendelea. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamwambia yule aliyeponywa, leo ni Sabato, wala si halali kwako kujitwika godoro. Akawajibu, yeye aliyenifanya kuwa mzima ndiye aliyeniambia jitwike godoro lako uende. Basi wakamuuliza, yule aliyekwambia jitwike uende ni nani? Lakini yule mtu aliyeponywa hakumjua ni nani, maana Yesu alikuwa amejitenga. Kwa sababu palikuwa na watu wengi mahali pale. Baada ya hayo Yesu akamkuta ndani ya hekalu, akamwambia, angalia, umekuwa mzima, usitende dhambi tena, lisije likakupata lilo baya zaidi. Yule mtu akaenda zake akawapasha habari Wayahudi ya kwamba ni Yesu aliyemfanya kuwa mzima. 16. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamuudhi Yesu kwa kuwa alitenda hayo siku ya Sabato. Akawaambia, angalia sasa majibu ya Yesu, mstari wa 17. Akawajibu, Baba yangu, angalia, Baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami natenda kazi. Basi kwa sababu hiyo Wayahudi walitaka kumuua, kwa kuwa hakuivunja Sabato tu, bali pamoja na hayo alimuita Mungu baba yake, akijifanya sawa na Mungu. Angalia vizuri. Wayahudi walikuwa wanajua nini maana ya mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu ni Mungu kamili, lakini aliyefanyika mwili, aliyevaa mwili. Kwa hiyo Yesu hakusema hata yeye ni Mungu, alisema tu Baba yangu anatenda kazi hata sasa. Kwa Wayahudi walijua uzito wa hilo neno, wakataka kumpiga mawe Yesu kwa sababu wanasema amekufuru. Kukufuru leo hii ni kama dhambi ya uhaini, kama mtu anaonekana anataka kupindua serikali au nini. Ndio hivyo, na Yesu alionekana kama anataka kumpindua Mungu, anajifanya yeye sawa na Mungu. Wala hakusema mimi ni Mungu, alisema tu Baba yangu anafanya kazi hata sasa. Kwa hiyo Wayahudi kwa sababu walikuwa wanajua uzito wa hilo jambo, wakataka kumpiga Yesu mawe. Kwa sababu gani? Wanasema hivi, wewe uliye mwanadamu wajifanya sawa na Mungu. Jamani, angalia hapa, wapi Yesu alisema yeye ni Mungu? Lakini yeye ni Mungu kwa sababu gani? Kwa sababu alivyotumia ile uhalisia wa mimi na Baba ni kitu kimoja. Wayahudi walikuwa wanajua uzito wa hilo neno la Baba. Unaposema Baba, ndio maana hata unapookoka Biblia inasema unapewa uwezo wa kufanyika mwana wa Mungu. Maanake umeingia katika mfumo wa vinasaba vya Mungu, mfumo wa Mungu kuwa ndani yako. Ndio maana Biblia inasema sisi ni mahekalu, sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Maana yake umetoka kwenye viwango vya mtu ukaweka kwenye viwango vya Mungu. Na ndio Yesu akasema hivi, kupitia siri hii, kupitia mimi, kupitia uhalisia au hii teknolojia ya Mungu ndani ya mtu, ndio kanisa litalijenga kwenye hii teknolojia ya Mungu ndani ya mtu. Ndio maana sisi tunapookoka tunaingia kwenye hii teknolojia ya Mungu ndani ya mtu. Haleluya. Tunaingia kwenye teknolojia ya Mungu kuwa ndani yetu, na tunaacha kuwa watu wa kawaida. Biblia inasema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Kwa hii siri ya Kristo, hii siri ya mwana wa Mungu, huyu Kristo mwenyewe ndio siri ambayo ilikuwa imefichwa kabla ya misingi ya dunia, na ndio siri ambayo inamchanganya shetani mpaka kesho. Biblia inasema sasa, wapenzi, sisi tu wana wa Mungu na haijadhihirika bado itakavyokuwa. Kwa sababu hii dunia haitutambui kwa sababu haikumtambua yeye. Usifikiri shetani anajua kila kitu, hajui. Hata kama alikuwaga mbinguni hajui. Kwanza shetani hamjui Yesu. Alikuja kumshangaa baada ya kuwa amjui. Ndio maana hata Yesu alivyozaliwa, shetani aliua watoto wengine wote wa kiume. Hakujua Yesu ni yupi. Shetani hajui kila kitu. Watu wanafikiri shetani anajua kila kitu. No. Yesu alivyozaliwa, Herode alivyopata ile taarifa akapata wasiwasi, hakujua Yesu ni yupi. Kwa hiyo akasema tu watoto kuanzia miaka 2 kushuka chini wafe, kwa sababu alikuwa anakadiria kuanzia amepewa taarifa na mamajusi kwamba tumeona nyota ya mashariki si na nini, akakadiria umri ule kushuka chini, akasema Yesu ataweza akakadiria kuanzia labda miaka 2 kushuka chini. Kwa hiyo akaanza kuwa watoto kuanzia umri ule kushuka chini. Kwa hata shetani hajui exactly Yesu ni yupi. Shetani anakuja kumjua Yesu kwenye kubatizwa. Ilivyotoka sauti ya kwamba huyu ndio mwanangu mpendwa, msikilizeni yeye. Shetani ndo akajua kumbe huyu ndio Yesu Bwana. Kwa Yesu ni siri
iliyofichwa. Na unapompokea Yesu na wewe mwenyewe unakuwa siri. Biblia inasema hivi, Yesu anasema kwenye kitabu cha Yohana sura ya 3, anasema hivi, waliozaliwa mara ya pili ni kama upepo. Upepo unausikia habari yake, upepo unausikia tu, lakini haujui utokako wala unakoenda. Anasema kadhalika ndio hali yake mtu aliyezaliwa mara ya pili. Mtu wa Mungu, hiyo ndio siri ya kanisa. Kanisa limejengwa katika msingi wa Mungu ndani ya mtu, limejengwa katika msingi wa siri. Ndio maana shetani na mambo yake yote hawezi kanisa. Wewe ni kanisa. Tunavyosema kanisa, hatumaanishi dini yako, hatumaanishi dhehebu lako, tunamaanisha wewe, mtu mmoja mmoja. Ili shetani asikuweze, ili milango ya kuzimu isikuweze, lazima uwe deep katika ufunuo wa Kristo, kama ambavyo Yesu alimwambia Petro kwamba damu na nyama havikukufunulia hili. Maana yake na wewe, ili uishi juu ya mazingira ya mwili, ili uishi juu ya mazingira ya damu na nyama, kwenye uchumi wako, kwenye familia yako, kwenye biashara, kwenye maisha yoyote ya hapa duniani, ili uishi bila kuonewa na shetani, lazima uishi katika siri ya Kristo. Lazima ujue mfumo huu ambao tumeumbwa nao, mfumo wa Mungu ndani ya mtu, mfumo wa Mungu ndani ya mtu, mfumo wa Mungu ndani ya mtu. Huu ndio mfumo wa Kristo, huu ndio mfumo wa wana wa Mungu. Biblia inasema tuliozaliwa si kwa damu, si kwa mapenzi ya mwili au mapenzi ya mtu. Kuna somo letu lingine hapo utalifuatilia, linasema si kwa damu. Kwa hiyo wanaoshinda dunia ni wale ambao wanajua kwamba tumezaliwa kwa Mungu, wale ambao wanajua siri ya Kristo, siri ya wana wa Mungu. Mungu ni mwema sana. Natamani unielewe vizuri na uweze kujua ya kwamba Bwana Yesu ametuitia wito mkuu namna hii. Ni wito wa sio tu kutoka dhambini, bali kutuweka mahali ambapo hatukamatiki. Ndio maana akasema milango ya kuzimu haitalishinda kanisa. Naposema kanisa, tunamaanisha wewe binafsi, maisha yako, familia yako. Milango ya kuzimu haitakushinda. Sasa hapa wakataka kumuua Yesu kwa sababu alisema yeye na Baba ni kitu kimoja. Haya, hiyo ni Yohana 5. Siku nyingine sasa hapa tusome Yohana sura ya 10. Hii ni siku nyingine kabisa. Yohana sura ya 10. Itaanzia mstari wa 22. Basi huko Yerusalemu ilikuwa sikukuu ya kutabaruku, ni wakati wa baridi. Naye Yesu alikuwa akitembea hekaluni katika ukumbi wa Sulemani. Basi Wayahudi walimzunguka wakamwambia, hata lini utatuhangaisha nafsi zetu? Kama wewe ndiwe Kristo, tuambie waziwazi. Yesu akawajibu, naliwaambia, lakini ninyi hamsadiki. Kazi hizi ninazozifanya kwa jina la Baba yangu ndizo zinazonishuhudia. Umeona? Kazi hizi ninazozifanya kwa jina la Baba yangu ndizo zinazonishuhudia. Lakini ninyi hamsadiki kwa sababu hammo miongoni mwa kondoo wangu. 27. Kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata, nami nawapa uzima wa milele, wala hatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. Baba yangu, 29. Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote, wala hakuna mtu awezaye kuwapokonya katika mkono wa Baba yangu. 30. Mimi na Baba tu umoja. Yesu Kristo akaendelea kushusha shule. Mimi na Baba tu umoja. Hajasema mimi ni Mungu, akasema mimi na Baba tu umoja. Basi Wayahudi wakaokota mawe tena ili wampige. Hii ni siku nyingine na ni watu wengine. Kumbuka ile kwenye Yohana 5 ni siku nyingine na watu wengine. Wayahudi walikuwa wanajua maana ya neno mwana wa Mungu, au ukisema Baba unamaanisha nini. Basi Wayahudi wakaokota mawe tena ili wampige. Yesu akawajibu, kazi njema nyingi nimeonyesha zitakazo kwa Baba. Kwa ajili ya kazi ipi katika hizo mnanipiga kwa mawe? Wayahudi wakamjibu, kwa ajili ya kazi njema hatukupigi kwa mawe. Kwa ajili ya kazi njema hatukupigi kwa mawe, bali kwa kukufuru. Maana kwa kufanya dhambi ya uhaini. Kwa leo unaweza kusema uhaini, treason. Bali kwa kukufuru, na kwa sababu wewe uliye mwanadamu, angalia vizuri, wewe uliye mwanadamu wajifanya wewe Mungu. Wapendwa, mwana wa Mungu maana yake ni Mungu katika mwili. Wayahudi walikuwa wanajua vizuri sana hii issue. Wakasema wewe uliye mwanadamu wajifanya wewe Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu alisema mimi na Baba tu umoja.
Kwa hata wewe uliokoka leo hii unavyosema mimi na Baba tu umoja, unavyosema yeye yuko ndani yake, yeye yuko ndani yako na wewe ndani yake, unaongea kitu kikubwa sana kwa watu wa dini na kwa watu wa dunia. Hiyo ni kufuru ya hali ya juu. Maana yake unajifanya wewe ni Mungu. Ndio, na Biblia inasema ndivyo tulivyo. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3. Tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba kwamba tuitwe wana wa Mungu. Yaani hata mtumishi wa Mungu Yohana anashindwa kuelezea ili ni pendo gani ya kwamba Mungu ametufanya kuwa watoto wake, yaani kwamba ametufanya kuwa kama yeye. Tazameni, akasema tazameni wapendwa, tazameni ni pendo la namna gani, what kind of this love, ni pendo la namna gani hili ya kwamba Mungu ametutoa kwenye standard za mataputapu, kwenye standard za ubaya na matope, akatufanya kuwa kama yeye, ya kwamba tuitwe wana wa Mungu, kutufanya kuwa kama yeye. Ndio maana akasema tazameni ni pendo la namna gani, tazameni ni pendo la namna gani, imekuwaje? Na hapa mtumishi wa Mungu akasema na ndivyo tulivyo. Sio tutakavyokuwa baadaye, sio utakavyokuwa baadaye ukaenda mbinguni. No, sasa hivi wewe uko kama Mungu hapa duniani. Ndivyo tulivyo, ndivyo tulivyo, ndivyo tulivyo. Biblia inasema kwa sababu hii. Kwa sababu gani? Kwa sababu hii ulimwengu haututambui kwa kuwa haukumtambua yeye. Kwa sababu hii ulimwengu haututambui kwa sababu haukumtambua yeye, haukumtambua Bwana Yesu, kwa sababu alikuwa ni siri kwao. Kwa hiyo ulimwengu haukumtambua, ulimwengu kamsulubisha. Na Biblia inasema kwa sababu hii. Sababu gani? Kwa sababu ya kwamba sisi ni wana wa Mungu, sisi ni miungu, sisi Mungu yuko ndani yetu, Roho Mtakatifu, Mungu katika ukamilifu wake yuko ndani yetu, ndani ya miili yetu. Tumesizi kuwa watu, tukawa viumbe vipya, tukawa wana wa Mungu, tukawa wa Kristo, tukawa miungu sisi. Biblia inasema hivi, kwa sababu hii dunia au ulimwengu haututambui kwa sababu haukumtambua yeye. Lakini anasema wapenzi sasa tu wana wa Mungu. Anazidi kusema pale, wapenzi sasa tu wana, wapenzi sasa hivi tu wana wa Mungu. Maanake sisi ni miungu, ni Mungu anaishi ndani yetu. Hii ni miili tu inatembea nje, lakini ndani ni Mungu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 17. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 17. Yeye aliyeungwa na Bwana yu roho moja naye. Yeye aliyeungwa na Bwana yu roho moja naye. Wewe na Bwana ni roho moja naye. Yule Mungu wa miungu, Mungu wa uweza yote, Mungu wa upendo aliyeumba mbingu na nchi, Biblia inasema wewe na yeye ni roho moja naye. Hiyo ni kufuru kubwa sana kwa watu wa dunia. Nakwambia, kamwambie mtu wa kawaida kama atakuelewa. Lakini Yesu alisema hivi, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Maana yake nini? Juu ya Kristo Yesu mwenyewe ambaye ni mwana wa Mungu, juu ya ule uhalisia wake ndio kanisa, na sisi tumejengwa hapo hapo. Maana yake na sisi tumejengwa katika ule uhalisia wa Mungu kuwa ndani yetu, neno kufanyika mwili. Na hiyo ndio siri pekee ambayo inasababisha nguvu za Mungu zitembee na sisi tusionewe na dhambi, tusionewe na magonjwa, tusionewe na mauti, tusionewe na chochote hapa duniani. Hiyo ndio siri ya kanisa. Mtu wa Mungu, tembee kwa kujiamini, tembee kwa kujua kwamba nimejengwa katika teknolojia ya Mungu ndani ya mtu. Naposema teknolojia ya Mungu ndani ya mtu, maana yake ndio hiyo mwana wa Mungu, ndio hiyo Kristo, ndio teknolojia yenyewe. Ndio teknolojia ambayo shetani haijui mpaka leo imewezekanaje. Haijui. Na kadri unavyojifunza kuhusu Kristo, kadri unavyojifunza kuhusu Kristo, ndivyo ambavyo uhalisia huu unazidi kuwa mwingi ndani yako. Ndivyo ambavyo uhalisia huu unakuwa mwingi ndani yako. Ndivyo ambavyo unazidi kuwa na nguvu za Mungu na kutembea katika utakatifu, kutembea katika uweza wa kiungu, akili ya kiungu, hekima ya kiungu, mamlaka ya kiungu. Yote unayoyafanya kwa neno kwa utendo, unatembea katika ushindi usio wa kawaida. Ili uweze kuokoka, ili uweze kuwa mwana wa Mungu, Biblia inasema hivi, kwa moyo mtu huamini hata kupata haki. Unaamini nini? Unaamini kufufuka kwa Bwana Yesu Kristo. Kwa sababu alivyofufuka kutoka kwa wafu ndio alileta viumbe vipya duniani, alileta uzima mpya. Na unakiri nini? Biblia inasema kwa kinywa mtu ukiri hata kupata wokovu. Unakiri ubwana wa Bwana Yesu. Sasa ili uweze kuokoka, fuatana na misala hii. Sema, Bwana Yesu, ninakupokea sasa, uwe Bwana wangu. Ninaamini kuwa ulifufuka katika wafu kwa nguvu za Mungu, ili mimi niwe mwenye haki, mtakatifu,
na kiumbe kipya. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa. Asante kwa kuniumba upya. Tangu sasa mimi ni mwana wa Mungu. Nina uzima wa milele. Ya kale yote yamepita. Tazama yamekuwa mapya. Amen. Kama umekwisha mwamini Bwana Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, lakini hujapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, hujapokea ujazo wa Roho Mtakatifu, mafuriko ya Roho Mtakatifu kwa kithibitisho cha kunena kwa lugha, sasa ni saa yako. Bwana Yesu alisema ya kwamba mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Sema sala hii kwa imani. Sema: Bwana wangu Yesu Kristo, asante kwa kuniokoa. Wewe ni Bwana wangu. Ninaomba unijaze Roho wako Mtakatifu sasa. Kama ulivyosema kuwa ndani yangu kutatoka chemchemi ya maji ya uzima, ninaomba sasa unijaze ili nitembee kwa ushindi kama mfalme na kuhani hapa duniani. Asante sana Bwana Yesu kwa kunijaza. Ninampokea sasa Roho Mtakatifu. Amen. Anza kunena sasa hiyo lugha mpya Bwana Yesu anayokupa. Pokea bubujiko, utasikia kutokea ndani yako sasa. Hali ya kuomba, usinyamaze, omba tu, fungua kinywa chako, omba. Pokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Pokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Anza kunena kwa hiyo lugha mpya anayokupa Bwana Yesu. Mafuriko ya Roho Mtakatifu yako ndani yako sasa. Kuanzia sasa mito ya maji ya uzima inatiririka ndani yako kwa jina la Bwana Yesu. Amen. Endelea kuomba tu, usiache. Karibu ungane na familia hii ya Kingdom Revival Outreach kwa sadaka yako, maombi, mali, fedha. Tunahubiri Injili mitaani, kwenye vyombo vya habari, mikutano ya Injili, kufikia wasiojiweza katika jamii zetu, na wale waliofungwa na madawa ya kulevya, walioachwa, wafungwa na kazi nyingine nyingi za kusababisha ufalme wa Mungu uenee na uamsho wa Roho Mtakatifu kuwa mkubwa kila kona ya Tanzania na dunia nzima. Mungu akubariki sana unaposhiriki